Wanafunzi katika kaunti ya Tana River wametakiwa kutumia kipindi hiki cha likizo kujistiri na kuepuka kushawishika katika masuala ya mapenzi haramu yanayoweza kuathiri masomo yao. Wito huo umetolewa katika shule ya sekondari ya Mau Mau Girls Memorial wakati wa hafla ya kufunga shule kwa likizo, ambapo wanafunzi waliofanya vyema katika mtihani wa KCSE wa mwaka 2025 pamoja na wale wanaoendelea kung'ara kitaaluma walitunukiwa tuzo. Steve Oduor anaarifu. Ni katika shule ya upili ya wasichana Mau Mau Memorial County ya Tana River. Wanapofika muhula wa pili na kuelekea nyumbani siku ya leo, wametawazwa na kutuzwa wale waliofuzu katika mtihani wa KCSE mwaka 2025. Lakini licha ya sherehe hizo, kulikuwa na nasaha kadha wa kadha kwa wazazi na wanafunzi. Tuliweza kuzungumza na washikadau wa elimu pamoja na wazazi, na walikuwa na haya ya kusema. Panapo mambo mengi ambao yanaweza kuharibia safari yao ya masomo, na hasa hawa wanafunzi wa kike wanaweza danganyika au kudanganywa, hawaelewi kuweza kupata kipato chako mwenyewe ni jambo la dharura zaidi kuliko kuwa chini ya mamlaka ya mume au mwanamume. Kupata elimu bora ni lazima waweze kuwa na nidhamu. Wakienda nyumbani lazima wasome, lazima wajitume kusoma, lazima waache yote ambayo all distractors waweze kuziweka kando, so that waweze kuzingatia elimu. Wasichana wetu hawa wanapitia changamoto nyingi ambazo zinahitaji sikio la kuwasikiliza kutoka kwa wazazi wao, na pia wawahimize watoto wao kwamba wanahitaji nidhamu na suluhu ya matatizo yao, sio kuchoma shule ama kuleta uharibifu, kwa sababu wanahitaji hii shule ni yao na hakuna pengine wataenda baada ya kuharibu. Waswahili husema mwanakuku hula anapodona mamake. Basi kutokana na nasaha zilizotoka kwa washikadau pamoja na wazazi wa shule hii, inasalia kwa wanafunzi kubeba walichoelezewa katika vikao hivi na kwenda navyo nyumbani kuviweka katika hali halisi. Steven Oduor, NTV Mashinani, kaunti ya Tana River.